ya rejection au kukataliwa. Mulu kuswaba kama kama bali. Mulu sungu bali rejection. Mulu Swahili bali kukataliwa. Na mulu mukusu bakuloba. Na mwe bakuwekana. Nitasoma Samueli wa kwanza 15, Samueli wa kwanza 15 mstari mtoko wa 23. Nitasoma, uasi ni sawa na dhambi ya kupika ramli, na kiburi ni sawa na uovu wa kuabudu vinyako, kwa sababu umeikataa amri ya Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana ahimidiwe. Amen. Biblia imetuambia kinakanaka katika Samueli wa kwanza 15 kuanzia mstari mtoko wa 23 ya kwamba uasi ni sawa na dhambi ya kupika ramli. Nani anajua ramli? Mulubu kuzuri ramli ni nini? Omwilwachi amanyi chisasi namwe chimuka obona none nyanga mwasali bakhane chusi mukhawula kho bandu bafana bareta, lakini chinyanga chefo khobonanga bandu bapara muli. Uasi ni sawa na mpika ramli. Na tena hapa Biblia imetuambia kwamba kiburi ni sawa na uovu wa kuabudu vinyako. Unapokuwa na kiburi ni sawa na yule ambaye anaabudu nini? Sanamu au vinyako. Biblia iko inaongea kwa nani? Iko inaongea kwa mtu anaitwa Sauli. Sauli huyu alikuwa mtu wa kiburi, alikuwa mtu ambaye haaminiki machoni pa Muumba wake. Ndiposa Mungu akakatabika akasema, Sauli, ninaenda kukufutilia mbali mbele ya wanadamu na mbele zangu, kwa ajili wewe umehasi, haupendezi, haufuati torati ambayo mimi niliweka mbele zako upate kufuata. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana ahimidiwe. Amen. Pendwa, wewe ukiwa mtakasi wa Mwenyezi Mungu, ukiwa mteule wake Mwenyezi Mungu, lazima uwe mtu ambaye unanyenyekea, uwe mtu ambaye unatii, uwe tayari kufanya yaliyo mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Unapokuwa mnyenyekevu, unapokuwa mtu wa kutii, wewe utafikwa hiyo taji iliyo ya uzima wa milele. Kama sio hivyo, wewe Mungu anaenda kukuharibu na hautatambulika tena mbele ya wanadamu na hata mbele ya Muumba wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu umekataa amri ya Mwenyezi Mungu. Sauli alikuwa amekataa kufuata amri ya Mwenyezi Mungu au torati ya Mwenyezi Mungu. Ndiposa Mungu mwenyewe akasema, mimi ninaenda kukatalia mbali. Wewe si wangu, kwani umehasi. Unanuka mbele zangu. Wewe sio wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pendwa, wewe ni mfano ya Sauli au ni mfano ya mchakazi ambaye ni mpole, mkarimu wa moyo, ambaye uko tayari kutekeleza wajibu wa Mwenyezi Mungu siku zote za maisha yako? Bwana apewe sifa. Amen. Bwana ahimidiwe. Amen. Wapendwa, sisi ikiwa tulipokea huo mwito wa Kristo, lazima tutii amri ya Mwenyezi Mungu, tufuate torati ya Mwenyezi Mungu. Mungu asije akakatapika akatutapika, bali tuwe rafiki zake, awe Mungu wetu, nasi tukuwe watoto wake siku zote za maisha yetu. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana ahimidiwe. Amen. Safari hii ya kwenda mbinguni si mchezo. Lazima ukule kiapo ya kwamba kwa mabonde na milima nitakuwa mwaminifu, licha ya katabu ambayo ya
nitainuka mbele zangu kwa ajili ya wanadamu ambao hawanitaki. Oh, kwako Mwenyezi Mungu nitakuwa mwaminifu. Nitasimama kitete, nitatetea jina lako siku zote za maisha yangu. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Wanadamu anaweza kukukataa, lakini Mungu anakupenda. Wewe umekuwa heri mpendwa. Endelea kusimama kama mchumba wa Mwenyezi Mungu. Wacha ukajirishe, uambie wana wa mataifa ya kwamba mimi ninatumika, mimi niko na mwito. Hata wewe ukinikataa na Mungu ananipenda, itakuwa heri kuliko Mungu akukatae na wanadamu wakupende. Hakuna mahali utaenda mpendwa. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana ahimidiwe. Amen. Sasa wapendwa, unaposimama kitete na ulihimidi jina la Mwenyezi Mungu kwa wema, Mungu Mwenyezi aliye juu mbinguni atakutendea yaliyo makubwa. Unaposoma mstari wa 24, Sauli akamwambia Samueli, nimetenda dhambi, nimeasi amri ya Mwenyezi Mungu na amri ya Mwenyezi Mungu na amri yako, kwa sababu niliwaokopa watu nikawatii wao. Lakini sasa ninakuomba unisamehe dhambi yangu, niruhusu nirudi pamoja na wewe, ili niweze kumwabudu Mungu Mwenyezi. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana ahimidiwe. Amen. Sauli aliambia mtumishi wa Bwana Samueli, niliokopa amri za wanadamu nikawatii hao, nikakuacha wewe nikakuasi. Lakini leo hii nanyenyekea miguuni mwako Bwana, ukanisamehe ili nikaandamane pamoja na wewe, ili nisije nikapata aibu au nikapata dhihaka machoni pa Muumba wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je, mpendwa, wewe uko tayari kuomba msamaha machoni pa Muumba wako? Yes. Je, uko tayari kupatana na Muumba wako, kufanya urafiki? Na unapofanya urafiki na Mungu wako, lolote utakalo aliomba Baba aliye juu mbinguni atasikia na kukutendea. Lakini usipopatana na Mungu wako, hakika lolote utakalo liomba litasuuliwa. Kwa ajili kuna ukuta ambao uko katikati yako na Muumba wako. Hata ukiomba, hata ukipasa sauti, hiyo sauti haitafikia Bwana. Kwa ajili ukuta umefanya nini? Umejengwa katikati yako na Muumba wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima mpendwa, uchukue hatua ya imani, upomoe hiyo ukuta. Ukuta gani ambao ninaongea? Naweza kuwa wewe ni mtu wa fitina, wewe ni mtu ambaye ni mtomokaya, ni mtu wa kuropoka maneno isiyo na msingi. Hiyo ni ukuta ambayo Bwana ananena mchana huwa leo, ya kwamba hiyo ukuta lazima tuipomoe wapendwa, na tufanye urafiki na Muumba wetu. Hilo lolote tunalohitaji katika jina la Yesu Kristo, yeye atatenda. Na shetani ataaibika, watesi wataaibika, maadui wataaibika na kupedheshwa, na sifa na utukufu itafanya nini? Itamrudia Baba aliye juu mbinguni. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Simama mpendwa, tutetee mwili wa Kristo. Balala becha huwele, maloli bahamaanisha tawe, oli bahamanyesi na siyesya barela muchu ya Nyasaye ta. Maanisha ujue ni nini ni kufanya uingie katika nyumba ya Bwana. Unapomaanisha na uingie katika nyumba ya Bwana, Bwana ako tayari kukufinyanga. Bwana ako tayari kukutengeneza kuwa chombo kipya, kuwa chombo kiteule machoni pa wanadamu, upate kibali, na hata Mungu Mwenyezi afurahie kwamba huyu ni mtumishi wangu ambaye nimempeleka duniani ahubiri habari njema. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana ahimidiwe. Amen. Sasa tetea, waje tutetee mwili wa Kristo, ufanye nini? Kachengeke. Hii ulikuwa wengi walikuwa wanajua kwamba Mama Margaret ameokoka. Ndugu Francis ameokoka. Ndugu Elias ameokoka. Lakini leo hii Bwana anasema anakukimbia wewe kwa ajili umehasi, haumpendeshi yeye. Umekuwa kinyume na majukumu ambayo wewe Mungu amekupa kutekeleza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ajili Sauli alikuwa jeuri,
alikuwa mtu wa kiburi, alikuwa anatenda yaliyo kinyume na Mwenyezi Mungu. Hata alipoomba msamaha kwa mtumishi wa Bwana akasema, sitaandamana na wewe kwa ajili Mungu amekukataa na hautakuwa tena mfalme wana wa Israeli. Wewe jinsi ulivyookoka, amua kwamba utamuishia Bwana kwa ajili dunia ambayo tunaishi hakuna wema. Wasi akhuswe wanda yakhusukuma, jirani akhusukuma, omusasi akhusukuma, omwana asukuma omusasi. Hakuna wema duniani ambayo tunaishi. Na mahali pazuri ambapo tunaweza kula raha ili ya milele ni kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Hapo ndipo tunaweza kupokea raha yetu. Hapo ndipo utapata ndugu, utapata baba, utapata mama, utapata kila kitu. Kanisa ndio mlezi wa ajabu. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Wanda yanya kukhuleba ekanisa yakhuleba. Jirani akhuleba ekanisa yakhuleba. Ekanisa esinga ebalamanga bali kumesuku, lakini noamua khucha munju ya Nyasaye onyola ndugu David weleka amusingile weleka achwenuke ali umundu wakhukya ali umundu wakamankalemo kemile malali khapebite yawele khachebweni sikali. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Upendo se wima hewime wakasimisha mwana wa mundu ta simisha we. Amen. Yeye ndiye kinga yetu, yeye ndiye tegemeo letu. Wacha Mungu akuwe taa ya miguu yetu. Unokenda wakenda musilimata kubya silima sisha sitani nebuwanga buli welo mwe sikali. Amen. Wacha kutembea na vikundi ambavyo havina maana, ambavyo vinaweza kukata uhusiano wako na Mungu wako. Manyoli khokenda nende bana sikali. Seri barukenda sana ende Yesu la hasha. Ate so mwana ino na munyola sakenda busa nende babandu bakhenya kanati yakho musoko mulanga na mwana oyinja basi ne mwakho unyo kitaru na kimene. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa chinambo nembo ekurupu kana hakenda nayo mbakho kana mwila tawe. Sisi wacha Bwana waje tujue tunatembea na kina nani. Hata mahali umekaa, mahali unatembea, unajua ujue kwa nini unatembea na watu fulani. Kwa nini unakaa na watu fulani? Tembea na watu ambao wana mwelekeo wa pendo. Sasa bali Yesu sasa Bwana apewe sifa. Amen. Na hawa watu wa mataifa wakikundua kwamba una msimamo, umeamua kumuishia Bwana. Akala buli mundu saa tima samuluko wawote. Wakundwa hori bebi itine wose beketeba maina ngeke lero kaoko kawasi wabira ine bibiti na kukemea usa ndono na we biti na brausa obona siembuli la kholarie achakane uwase we biti na sikali. Na wale ambao ni wacha Mungu watafuta wale ambao ni wacha Mungu. Tunaelewana? Esane ne njema yanja ndinda njawa wa mtumishi sekali. Maya alikha fulungani yeyo nende chai kumoyo kumunanza kurumuru kubisika amano pila kunywa chai nibo khupabilo sibyeliko sekali. Lakini ona senje kutanga sabundu akhaliko nende maana. Mimi sina nafasi naweza kumaliza hata miaka 20 hata wewe ni jirani wangu. Mara sio manya kama kanya saa tu ali samusilima ukesana kwa jirani. Lakini sasa wakesana kwa malosi kubera mbakho kene khulukhingalo khuinga khulukhwambana mala khukaje khuli osili linyali yakho yetanga basi balata. Bwana pewa sifa. Sasa tujue ni akina nani tunakaa pamoja nao na akina nani tunatembea nao. Bwana pewa sifa. Amen. Yesuname namu hakana ne bandu lakini baba bake singa abana bento wakene ndo mwife kabisa wale mabuyibanga nenaye bali khupila kholiko bali yiye shike kholanga bali tiko niwa wandu weyiwa sibama khumuchema yikuma ewaso lumwifuta lakini nakenda ngene bebefu bali khupila kholikuma. Bwana apewe sifa. Amen. Ewaso lumweita lakini nakenda ngene bae bali kama khupali kuma wasi
Sasa chua ni nani unastahili utembee na yeye. Tunaelewana? Amen. Chinyange sekikenda lala. Wabona khoro kwetu baba. Sekanyale hanata khoro abasenende khoro ya. Bakhoro basi. Nenyange ekenda nene chinyange cha. Bwana apewe sifa. Amen. Yaani inamaanisha ya kwamba kisa na mwanga hakuna siku utapatanisha. Tunaelewana? Na hakuna siku yaliyo ya Mungu utayapatanisha na ya shetani. Shetani atabaki muongo milele daima. Na Mungu atabaki mwenye haki siku zote. Bwana apewe sifa. Sasa sisi tukiwa tumeamua kwamba sisi ni wa mwanga, tuambie wa mataifa ya kwamba sisi ni wa mwanga. Iwe usiku, iwe mchana, bandu wana wanawe na aliyajua ananona bombo kabisa mama mtakatifu ndio hoja anapita. Lakini kakamana na akola kwa busa, na kola kwa busa ngaki kimililia sana kasi kana akhola. Mairona enasa afalanga busa yangu bende yola ananga kola kimilili wase abamwenda kafwala khanose asembulira namwe asembulira nomwene nali Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Amen. Nataka nikwambie wewe ni mpumbavu tu. Wewe ni pumbavu. Wewe uliko polisi asema Josephine nende baba konisani bako no hoja taba. Bako no hoja maita. Bikulu lyenya baba amua. Na vita si vyetu. Vita ni vya Mungu, yeye ndiye atatupikania. Tunaelewana? Iwe usiku iwe mchana. Waje idhirike wasi ya kwamba umeokoka. Wakacha elwaka ba hora meza kuba maisha ndu inwa okoka. Sikalikali. Wakamano waja kabisa kwani. Hosikaleza Baba Francis wa okoka. Bwana apewe sifa. Amen. Tunaona kawirwa acha mujulu uli kuwabilo. Tunaona kawirwa acha mujulu uli kubasindo nendeswe erungi mbofu. Oliko mingi. Watu wanachanganyikiwa. Huyu ni nani? Inama kwa mubone nekelwa acha chusi kukuruseti hii na lunane kusimbo. Wakamubolo likeche mujenya sana. Aloma ali watondo bana kama keswe kana oliko. Kabela minya chusi kwa na mubone mukuruseti undisa hilo na kusimbo. Mara kambo le bali alitwende kanisani mwetu. Ukiwa na mwelekeo ndio tutazaa matunda yaliyo mema. Tunaelewana? Amen. Ya, tukiwa watu ambao wenye haki, tuwe watu ambao tuna barua inasomeka vizuri, tutazaa matunda 130. Nebusa norumu